Inaonyesha kuwa saini ya Mungu imewekwa ndani yetu tangu uumbaji. Karibu kwenye channel ya Injili, Mhubiri na Mshauri. Leo tunafunua siri kushangaza zilizoandikwa kwenye Biblia yako ambazo zitakuacha ukiwa na mshangao mkubwa. Hebu tuanze. Siri ya Mwanzo sura ya 5. Tunapofungua Biblia na kufika kwenye Mwanzo sura ya 5, tunakutana na orodha ndefu ya vizazi, majina kutoka Adamu hadi Nuhu. Mwanzoni inaweza kuonekana kama rekodi ya kawaida ya majina bila maana maalum. Lakini tunapotafsiri maana ya kila jina, tunagundua jambo la kushangaza, ujumbe wa siri. Adamu mwanadamu, Sethi amewekwa, Enoshi atafariki, Kenani huzuni, Mahalaleli Mungu aliyebarikiwa, Yaredi atashuka, Henoko akifundisha, Methusela kifo chake kitawaletea, Lameki wenye huzuni, Nuhu faraja. Tukiunganisha maana hizi tunapata ujumbe huu. Mwanadamu amewekwa kufa na kupata huzuni, lakini Mungu aliyebarikiwa atashuka akifundisha, na kifo chake kitaleta faraja kwa waliokata tamaa. Hii ni habari ya msalaba iliyofichwa katika majina ya mababu, kabla Abraham hajazaliwa, kabla Musa hajaandika sheria, kabla Isaya hajatoa unabii wa Masia. Mungu hakufanya mambo kwa bahati mbaya. Tangu mwanzo wa uumbaji aliweka mpango wa wokovu kwa njia ya ujumbe wa siri katika majina. Yesu alisema, kama mngekuwa mnamwamini Musa, mngekuwa mnaniamini mimi, kwa maana aliandika habari zangu. Yohana sura ya 5 mstari wa 46. Musa ndiye aliandika Mwanzo, na hapo tayari ulikuwa ujumbe wa msalaba. Hii imewashangaza watafiti wengi. Hatuongei kuhusu nambari ngumu wala mafumbo, ni tafsiri rahisi ya maana ya majina ambayo yamekuwepo tangu mwanzo, yakisubiri kugunduliwa. Siri ya uumbaji wa mwanadamu, Mwanzo sura ya 2. Biblia inasema, ndipo Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7. Tunajua Mungu alimuumba mwanadamu kwa mavumbi ya ardhi. Lakini tukichunguza kwa mtazamo wa kisayansi, tunapata jambo la ajabu. Vipengele vya kemikali vinavyounda mwili wa binadamu ni vile vile vinavyopatikana ardhini. Vipengele hivi vikuu ni kaboni, hidrojeni, oksijeni na nitrojeni. Hivi ndivyo vinavyopatikana pia kwenye mavumbi ya ardhi. Hii inamaanisha mwanadamu ametengenezwa kwa vitu vile vile ambavyo vinaunda dunia, jambo linalothibitisha ukweli ambao Biblia ilisema maelfu ya miaka iliyopita. Siri iliyofichwa ndani ya vinasaba DNA. Vinasaba DNA ni molekuli inayobeba taarifa zote za kijenetiki za viumbe hai. Vinasaba vina msururu maalum wa namba unaoamua sifa za kipekee za kila mtu. Katika lugha ya Kiebrania, herufi pia zina thamani ya namba. Wanasayansi walipotumia msururu wa vinasaba kwa Kiebrania, jina la Mungu likaonekana. Je, hii ni bahati tu? Hapana. Inaonyesha kuwa saini ya Mungu imewekwa ndani yetu tangu uumbaji. Mungu aliweka alama yake ndani ya miili yetu, uthibitisho kwamba sisi ni viumbe aliyeviumba kwa kusudi maalum. Biblia inasema, maana wewe uliumba viungo vyangu vya ndani, uliniumba tumboni mwa mama yangu. Nitakushukuru kwa kuwa nimesukwa kwa njia ya ajabu na ya kutisha. Zaburi sura ya 139 mstari wa 13 hadi 14. Tunabeba alama ya muumba wetu ndani yetu. 4. Siri iliyofichwa kwenye damu. Damu ni ishara ya uhai katika Biblia. Ndani yake kuna molekuli muhimu sana inayoitwa laminin. Laminin ina kazi ya kushikilia seli za mwili pamoja. Bila laminin, mwili haungekuwa na muundo na maisha yasingewezekana. Wanasayansi walipoiangalia laminin kwa hadubini, waliona kitu cha kushangaza, ina umbo la msalaba. Yesu alisema, mimi ndimi njia, kweli na uzima.
Yohana sura ya 14 mstari wa 6. Ishara ya wokovu, msalaba, imechorwa ndani ya damu yetu tangu mwanzo wa uumbaji. Mungu alituumba tukiwa na alama ya wokovu ndani yetu. Mungu alituumba kwa mavumbi ya ardhi na akatupulizia pumzi ya uhai. Lakini dhambi ilipotutenganisha naye, alitulipia gharama kwa damu. Vinasaba vyetu vinabeba jina lake na damu yetu inabeba alama ya dhabihu yake. Sisi si ajali ya maisha, bali ni uumbaji wa Mungu na saini yake imo ndani yetu. 5. Siri ya msimbo uliofichwa. Isaya sura ya 53. Isaya sura ya 53 ni moja ya unabii wenye nguvu zaidi katika maandiko. Sura hii inaelezea kwa usahihi wa ajabu mateso ya Masia, kukataliwa kwake, dhabihu yake na kujitoa kwake kwa ajili ya wanadamu. Unabii huu uliandikwa miaka 700 kabla ya Yesu kuzaliwa, lakini ndani yake kuna kitu zaidi, msimbo wa siri kwa lugha ya Kiebrania. Unabii unasema kuwa Masia atajeruhiwa kwa sababu ya makosa yetu, atapondwa kwa ajili ya maovu yetu, na adhabu itakayotuletea amani itawekwa juu yake. Isaya sura ya 53 mstari wa 5. Wayahudi wa kale walijaribu kukwepa tafsiri hii, lakini ukweli hauwezi kufichwa. Isaya 53 ni maelezo kamili ya kusulubiwa kwa Yesu Kristo. Lakini ukichunguza kwa undani zaidi, si kusoma tu bali kuhesabu herufi kwenye maandiko ya asili ya Kiebrania, unagundua jambo la kushangaza. Ukiamua kuhesabu kila herufi ya 49, neno maalum linaonekana wazi. Yeshua Shmi, maana hii Yesu ni jina langu. Huu sio unabii uliotungwa baadaye, ni mpangilio wa kihesabu uliofichwa ndani ya maandiko ya Biblia. Ni ujumbe uliofichwa ndani ya unabii, jina lililofichwa ndani ya sura inayosimulia mateso ya mtumishi wa Mungu. Jambo la kushangaza zaidi ni kwamba nambari 49, 7 zidisha 7, na 7 ni nambari ya Mungu kwenye Biblia. Ni kana kwamba Mungu aliweka saini yake ndani ya mpangilio kamili, ili wale wanaochunguza kwa makini wapate ujumbe. Yesu alisema, mnachunguza maandiko kwa bidii kwa sababu mnadhani kwamba katika hayo mnao uzima wa milele. Hayo ndiyo yanayonishuhudia mimi. Yohana sura ya 5 mstari wa 39. Kwa hiyo jina la Yesu limechorwa ndani ya Isaya sura ya 53, likisubiri kugunduliwa miaka 700 kabla hajazaliwa. Huu ni ushahidi mwingine kwamba Biblia sio kitabu cha kawaida, bali ni ujumbe uliosimbwa kutoka kwa Mungu anayeona mwisho tangu mwanzo. Laana ya Yerusalemu. Yesu alipokuwa Yerusalemu, alitazama mji ule akiwa mlimani wa Mizeituni. Wanafunzi wake walikuwa wakitazama hekalu la Herode kwa mshangao. Kwao mahali pale palionekana pataendelea milele. Lakini Yesu alisema maneno yaliyowafanya wote kukaa kimya. Watakupiga kwa upanga, wewe na watoto walio ndani yako, hawataacha jiwe juu ya jiwe lingine, kwa sababu hukujua wakati wa kujiliwa kwako. Luka sura ya 19 mstari wa 44. Maneno haya yalionekana magumu kuamini. Hekalu lile lilikuwa jengo kubwa na zuri sana. Kuta zake zilijengwa kwa mawe makubwa, mengine yakiwa na uzito wa zaidi ya tani 500. Hakuna mtu ambaye angeweza kufikiria jengo kubwa kama hilo lingeharibiwa kabisa. Lakini miaka 40 baada ya Yesu kutoa unabii huu, mwaka 70, Warumi wakiongozwa na Jenerali Tito walizingira Yerusalemu. Vita vilikuwa vya kikatili sana. Njaa na mateso vilimeza mji. Hatimaye Warumi wakaingia na kuliteketeza hekalu kwa moto. Moto ulipowaka sana, dhahabu ya hekalu iliyeyuka ikaingia kati ya nyufa za mawe. Baada ya moto kuzimika, askari Warumi waligeuza kila jiwe kutafuta dhahabu. Kila jiwe la hekalu lilibomolewa hadi likabaki ukiwa. Wahistoria wa Kirumi kama Tacitus na Flavius Josephus waliandika matukio haya. Huu sio uvumi, ni historia ya kweli.
Unabii wa Yesu ulitimizwa kwa usahihi kabisa. Hata jiwe moja halitaachwa juu ya lingine. Mathayo sura ya 24 mstari wa 2. Hili lilikuwa si uharibifu wa sehemu, bali utimilifu kamili wa unabii uliotolewa miongo mingi kabla. Ni lazima tuchunguze maandiko matakatifu, yaani Biblia. Neno la Mungu ndani yake ni uzima wetu. Mungu anatupenda wote. Nakumbusha kuwa Mungu alitumba kwa kusudi lake. Ana mpango mzuri kwetu. Sema asante Mungu kwa kuniumba na kuweka saini yako kwa maisha yangu.